Katika taaluma ya udaktari, jukumu kubwa la daktari ni kuokoa maisha ya mgonjwa. Lakini umewahi kujiuliza kama kuna daktari ambaye kazi yake kubwa ni kuondoa uhai wa wagonjwa? Naam, yupo daktari anaitwa Dr. Stephanie Green kutoka Canada, na kazi yake ni kuwasaidia wagonjwa wanaougua magonjwa yasiyotibika kufa kwa hiari yao. Ni kwa miaka takriban 10 sasa, Canada imeruhusu kisheria huduma ya kufa kwa hiari kwa wagonjwa waliopitia mateso makubwa, wanaosumbuliwa na magonjwa ya muda mrefu au yasiyotibika. Dr. Green ni miongoni mwa madaktari wa kwanza waliojitokeza kutoa huduma hiyo, na sasa hutumia zaidi ya robo tatu ya muda wake wa kazi kuwahudumia wagonjwa waliokwisha kata tamaa ya kuendelea kuishi katika mateso. Kabla hajaanza kazi hiyo, alikuwa daktari wa uzazi aliyekuwa anahudumia wanawake wajawazito hadi wanapojifungua, lakini baada ya miaka 20 ya kazi nzito na uchovu wa kiakili, alihisi amechoka na akahitaji mabadiliko. Ndipo alipojifunza kuhusu uwepo wa fursa ya kusaidia wagonjwa kufa kwa hiari yao. Aliona ni njia ya kutoa huduma ya huruma kwa namna nyingine. Anamkumbuka mgonjwa wake wa kwanza ambaye alifika akiwa na nyaraka mkononi, na kwa utulivu alimueleza kuwa alikuwa akisubiri huduma hiyo kwa muda mrefu ili aweze kufa kwa utulivu. Tukio hilo lilimgusa sana Dr. Green, na ndilo lililompa uthibitisho kuwa alikuwa mahali sahihi. Tangu wakati huo ameshashuhudia wagonjwa wengi wakiaga dunia kwa utulivu, wakiwa karibu na familia zao, wakiondoka bila maumivu wala hofu. Huduma hii hufanyika kwa njia mbili. Mgonjwa anaweza kunywa dawa maalumu na kufariki taratibu, au njia nyingine inayotumika ambayo daktari humpa dawa kupitia sindano hatua kwa hatua. Dawa ya kwanza humtuliza mgonjwa, ya pili humfanya apoteze fahamu, ya tatu hupooza misuli yake, na ya mwisho husimamisha kazi ya moyo. Siku ya huduma, Dr. Green hukutana na mgonjwa binafsi ili kuhakikisha bado yupo tayari. Kisha akiwa na muuguzi huendelea na utaratibu huo mbele ya familia ya mgonjwa kwa heshima na utulivu mkubwa. Kwa sasa akiwa na umri wa miaka 56, ameandika kitabu kinachoitwa This is Assisted Dying, ambacho kinaelezea safari yake ya kazi na changamoto mbalimbali anazokutana nazo. Kwa mtazamo wake, kazi yake haiendi kinyume na maadili ya udaktari. Anaamini kuwa katika mazingira fulani, huduma bora kwa mgonjwa si kuokoa maisha yake pekee, bali pia kumsaidia aondoke duniani kwa amani bila mateso. Hii ni TriGen Media.